Ndiro, hata baba yake Onyonka tulikuwa nayo katika bunge, Zachary Onyonka. Kwa hivyo kulikuwa na hali ambapo wanasiasa ambao wamekomaa pia wanapatia wale vijana ambao wanaingia katika siasa na nafasi, kama na wale kama Buya. Na kwa sasa mimi kama Orengo naona kwamba kufanya kazi na vijana na wale ambao wana msimamo kama Bwana Edwin Sifuna, Bwana Babu Owino, Bwana Caleb Amisi, na wengine tuko nao katika mrengo ya Linda Mwananchi, na wanashikilia nafasi ya mbele, na hiyo ni kuonyesha kwamba katika mrengo ya Linda Mwananchi tunategemea vijana sana na Gen Z sana. Uliona ile kikao ambao Linda Ground walikuwa nayo ya vijana, vitu vya mbele ilikuwa ni wale viongozi walikuwa wanashughulikia na kuzungumza kwa haya mikutano. Kuna maswali. Kwa hivyo mentorship lazima tuwapatie vijana. Kuna mmoja anauliza swali, anasema Gavana Orengo na CJ Maraga leo walionekana wakiwa pamoja katika nyumba ya Onyonga on the side, and then anasema he was seen having a deep conversation with Maraga. What was the discussion about? Maraga kwanza naweza kusema ya kwamba kuna watu wachache sana tumekuwa nayo katika Jamhuri ya Kenya kama Maraga. Ile judicial history na record yake ya jurisprudence ni hali ya juu sana. Amefanya yale ambao majaji wengine hawezi. Kwa hivyo na heshima kubwa sana na Jaji Maraga. Leo tumezungumza, ilikuwa ni mambo ya mazishi, lakini tumeguzia moja mbili kwa mambo ya siasa, na tukasema ya kwamba tukiangalia zile mirengo na vyama vya kisiasa katika Kenya kwa wakati huu, tuko kwa upande mmoja, na najua hiyo ni jambo muhimu sana kutambua ya kwamba tuko pamoja. Bwana Mheshimiwa William Samoei Ruto anatarajia sana ama ana imani kubwa sana ya kufanya kazi na watu kutoka Luo Nyanza. Ndio maana ameweka Bwana Oburu Odinga karibu sana. Wewe ni gavana wa Siaya. Watu wa Siaya wanasemaje? Wa Siaya wanazungumzia yale ambayo tunazungumzia. Bwana Oburu na wengine walikuwa na mkutano kule Siaya. Unaweza kwenda uangalie hizo rekodi, vile watu wa Siaya walitoa maoni zao. Watu wa Lowland kwa jumla historically wamekuwa on the right side of history. Na kuna wengine walikuwa wanafikiria kwamba vile watu wetu wanapiga campaign kwa miaka miwili kusema tu term ya kwamba watu wataingilia hivyo bila kuchambua ni nini kizuri kwa wananchi. Kwa hivyo mimi naweza kukuambia kwamba watu watapata mshtuo mkubwa sana wakati wa uchaguzi. Lakini mheshimiwa, kuna vile watu wanasema kwamba upande wa Luo Nyanza umekuwa katika upinzani, hakuna maendeleo. Lakini kwa sasa bila wameingia kwa serikali, tukienda kama kwa watu wanaingia serikali gani? Broad-based. Kuna vile tumeona rais hapo kwa jirani njia yote, lakini kuna vile watu wameanza kuona maendeleo. Kwa Wajaluo ile wameweka mawaziri watu wenzetu, lakini hamjaona maendeleo yote, wenzetu mabadiliko tukilinganisha na Kibaki ya Uhuru, si kitu ambayo anaweza kupigania kama hao viongozi wameingia. Sisi tunaona kama wakati rais alikuwa PC, tuliona akizindua miradi mingi sana akiwa kwa Wanga,
Na kuna vile watu wanasema huko wamefanya ulielekeza delegation nzima na MCA state house mwenyewe. Ya nilikwenda kule, na hiyo ilikuwa ni kutokea ushirikiano kikatiba kati ya national government and county government. Lakini unajua tumeingia kwa hali duni sana ya kwamba tumeanza kwenda pale pale tulipo ya kuwa na imperial president, yani tunafikiria kwamba president ndio yeye anaweza kutimiza matakwa ya raia. Lakini kutokea hii katiba budget yetu inaitwa program based budget, yani kila kitu ambao serikali inafaa ifanye iko katika budget. Na nimeona zile promises zingine president anatoa huko na pale, ukirudi ukiangalia budget hakuna hela, ama pengine mradi ya shilingi bilioni 10 unaona kama umeweka 500 million. Leo nimeona bwana Hamana ambao mwezi miwili alikuwa anasema kwamba viongozi katika Western wataenda kwa UDA. Leo yale alisema, alikuwa anasema ni maajabu. Anasema rais amekuja amezindua miradi na contractors hawaonekani, wamepotea. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba lazima turudishe Kenya mahali ambapo tulitaka kupitia katiba yetu. Nafikiri nani alijaribu Kibaki hakuwa na tembea kila mahali kusema tutakupatia hii na hii. Zilikuwa zinawekwa kwa budget, na ni ukienda sehemu zote Kenya nzima unaweza kusema Kibaki alifanya hii bila kupiga kelele, nimesema nitawapatia hii. Kwa hivyo hakuna maendeleo. That is bringing back tuseme tunasema kwamba hakuna maendeleo Luo Nyanza tangu broad based. Ile maendeleo tumepata inapitia mipango ambazo ziko kwa budget, na unajua sio kwa ushirikiano wa mheshimiwa. Ushirikiano ni kukwambia ukiona kwamba pesa ambazo zinaenda kwa nichukue hata county moja in Central Kenya ulinganishe na county kama Siaya, utapata kwamba haya ambayo tunazungumzia is a lot of hot air. Unapata kwamba hakuna kitu kama hicho. Nilikuwa naangalia kama mambo ya road maintenance levy, ukiangalia county by county za Nyanza unapata kama Nyamira, Siaya zilikuwa zinapata pesa kama 40-50 million. Ukienda sehemu zingine, na sitaki kutaja kwa sababu watu wanaweza kufikiria tunaleta ukabila, kwa sababu we must be guided by data. Hapana zile mambo ambayo tunasema katika mkutano. Utapata ya kwamba walikuwa wanapata pesa nyingi kuzidi zile pesa ambazo zinakuja. So kwa maoni yako, tukielekea mwaka wa 2027, kuna uwezekano ya kwamba kuna vile mmejipanga ili muweze kuomba serikali ambayo iko mamlakani? What is your strategy? Are you planning? Kwanza ni Wakenya wenyewe. Ukiona vile Wakenya wanazungumza wakitoa maoni yao, wamechoka. Ni vile Raila alikuwa anasema punde amechoka. Na ukiangalia zile kura Rais Ruto alipata katika sehemu ambazo alipata kura, na hizo kura amepoteza. Hata pate kura zote kutoka Kisii na Nyanza na Western, bado atakuwa kwa hali duni sana. Moses Kuria juzi amesema kwamba President Ruto anaweza kuwa re-elected bila kura moja ya Mlima ama Central Kenya. Kama kuna wizi pengine, na hiyo pia inawezekana. Kama kuna wizi, naweza kusema kwa kura anaweza kuwa anasema ukweli. All right.
Haya, tukaenda kumaliza, kuna vile wengine wanauliza, wanasema, ask Governor Orengo, who are these goons attacking opposition leaders in Kisumu? We saw Nyonga being attacked. These are not just any goon. Hawa ni watu ambapo wanafanya kazi na polisi, wanafanya kazi na viongozi wa serikali. Ndio wanaona kwamba wanafanya haya maneno wazi, kama wale ambao walimpiga Onyonka kule Siaya. Tuliona kwa mavideo, tunajua ni wakina nani, na wale walimpiga Ososi wanajulikana wakina nani, na mpaka sasa wale Wasiaya hawajashikwa, na wale walimpiga Ososi kuna watatu peke yake ambao walishikwa na wakapeleka mahakamani. Haya wameweza kufanya kwa sababu ya usaidizi wanapata kutoka kwa serikali. Bila kusaidiwa na serikali, yale ambao wanafanya hawezi kufanya kabisa. Party leader Bwana James Aggrey Bob Orengo. Full name. Full name. Umesema wewe ni party leader. What next? Presidential flag bearer? Unajua tuko kwa hali ambapo we are saying we must have a change of government. So we'll look for the best way to do it. Na tunasema ya kwamba sisi sote tunataka kila mtu must be at the table. Lazima jamii, kila sehemu ya jamii must be at the table. And if not, hiyo meza tutavunja. Pascal Sudi alisema